Ofisi ya Taifa ya Mashtaka. Karibu. Karibu sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Shikamoo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naitwa Renatus Mkude, ni mkurugenzi msaidizi na Ofisi ya Taifa ya Mashtaka makao makuu. Niko na wenzangu. Karibu sana katika ofisi yetu, Ofisi ya Taifa ya Mashtaka. Kama unafahamu, ni ofisi huru na majukumu yetu makubwa sisi ni kuendesha mashtaka mahakamani kwa niaba ya Jamhuri, lakini vile vile kuratibu upelelezi wa mashauri mbalimbali ikiwemo mashauri yanayohusiana na kesi za madawa ya kulevya. Tumekuwa tukitekeleza jukumu hili na kwa kushirikiana na uwezeshaji ambao tunapewa na serikali. Taasisi yetu ni moja ya taasisi ambazo zipo katika yale maboresho ambayo yamependekezwa katika tume ya Mheshimiwa Rais ya kuboresha taasisi za kijinai. Katika kipindi cha kuanzia mwezi Julai mwaka jana 2024 na Julai mwaka jana 2024 na Mei mwaka huu 2025, tumekuwa na jumla ya mashauri ambayo tumeendesha mashtaka yake mahakamani 2785. Kati ya hayo 1276 serikali imeshinda, kwa maana wale washtakiwa wametiwa hatiani, ambayo ni sawa na 63%. Na sasa hivi kwa kushirikiana na wadau wengine ikiwemo mamlaka ya udhibiti wa dawa za kulevya tunajipanga ili conviction rate iweze kuwa kubwa. Lakini ya jumla ya taasisi mpaka sasa hivi conviction rate ni kiwango cha kushinda mahakamani ni 73%. Lakini vile vile tumekuwa kinaongezeka wakati hadi wakati. Ambao unafika mahali unafanya yeye mshindo kuendelea vizuri na mshindo kesi kutoka mamlaka yetu. Ni kwa kesi leo kama ambazo nyingi tunaweza mahakamani. Mheshimiwa rasmi, kwa kiasi kikubwa tuna mashirikiano mazuri pamoja na mamlaka, na kwa kutumia jukwaa letu lile ambalo liko chini kwa mujibu wa kifungu cha 27 cha sheria ya mashtaka, lile jukwaa DPP ndio mwenyekiti wa ile jukwaa la kijinai. Kwa hiyo mara nyingi tumekuwa tukikutana na wadau mbalimbali, jeshi la polisi, mamlaka pamoja na wadau wengine, kuweza kujadiliana changamoto mbalimbali ambazo zinakuwepo. Changamoto kubwa ambazo huwa tunakuwa nazo wakati mwingine unaweza kukuta ni baadhi ya mashahidi wakati mwingine kutoonyesha ushirikiano, lakini kwa kiasi kikubwa wanatoa ushirikiano mzuri sana mamlaka pamoja na wadau wengine, ofisi ya mkuu wa serikali pamoja na wengine. Lakini na lingine kubwa ambalo tunalifanya vile vile kwa kupitia sheria na kama ambavyo imeelezwa pale, ili kuweza kuondoa huu mtandao yale mazalia yote yanayopatikana na uhalifu, kutokana na uhalifu ikiwemo na mashauri ya madawa ya kulevya, labda vitendea kazi kama magari au fedha. Tunatumia sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai, lakini kuna sheria inayohusika na utaifishaji wa mali. Kwa kushirikiana na vyombo uchunguzi ikiwemo na mamlaka, tunavyo-identify, tunafanya taratibu za mahakamani, tunataifisha zile mali kama ni magari na fedha. Na lengo kubwa ni kuonyesha kuwa uhalifu haulipi uhalifu, ikiwemo uhalifu unaohusiana pamoja na dawa za kulevya. Kwa hiyo hayo ndio mambo ambayo tunashirikiana nao kwa kiasi kikubwa, na wadau wenzetu kwa kiasi kikubwa tunashirikiana nao vizuri na tunakwenda vizuri kabisa. Lakini tunashukuru na uwezeshaji tunaopewa na serikali, tunaenda vizuri ili kuweza kufikia ile hatima yetu ambayo tunaitaka. Kama tufikie point na conviction rate ya 100% kabisa, kwa sababu tunaenda hatua kwa hatua kadri tunavyozidi kupata uwezeshaji. Karibu sana Mheshimiwa Waziri. Ndio. Sana rate pia ya ushindi wa kesi nyingi ni kubwa. Ndio. Kwa sababu ya ushirikiano. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hivi karibuni Wizara ya Katiba na Sheria waliitisha kikao cha ajili ya kupitia jumla ya sheria 12 za haki jinai, na kulikuwa na uwakilishi kutoka Ofisi ya Taifa ya Mashtaka, uwakilishi kutoka mamlaka, uwakilishi kutoka jeshi la polisi na wadau wengine. Tulikuwa tunapitia sheria mbalimbali ili kuona sehemu ambazo labda inakuwa ni kikwazo. Sababu lengo hatutaki kumwonea mtu, lakini tunataka mtu asiweze akapoteza kesi au akaachiwa mahakamani kwa sababu ya madhaifu ya kisheria. Tunataka haki itendeke kama vile ambavyo ndio misingi ya kwenye ofisi yetu sisi ya Taifa ya Mashtaka kwa mujibu wa ibara ya 59 ile capital B, kuangalia haki, kutotumia mamlaka vibaya, lakini na public interest. Kwa hilo tunalifanya na tumekuwa tukifanya kwa ajili ya kuboresha sheria. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu sana. Asante.